kwa nini hupati faida kwenye ufugaji wa dopa? Kuna siku nilikutana na mfugaji mmoja. Alikuwa na kundi zuri la kondoo wa dopa. Walikuwa wengi, walionekana wazuri, na kwa macho ya haraka ungeweza kusema huyu mtu anaendelea vizuri na unatamani hata. Lakini tulipoanza kuzungumza, aliniambia jambo ambalo unisikitisha sana kila mara ninapolisikia. Aliniambia, nafuga kwa muda sasa lakini sioni faida. Nikamuuliza swali moja rahisi sana. Unafuga kwa mpango gani? Alikaa kimya kwa muda kidogo kisha akasema, nafuga tu vile inakuja. Na hapo ndipo nilielewa tatizo lake. Ukweli, wakulima wengi sana wanafuga dopa lakini hawafugi kwa mfumo. Wanategemea bahati tu. Na kwenye ufugaji, bahati haileti faida. Labda na wewe unanisikiliza sasa hivi. Una kondoo wako. Unawapa chakula, unawahudumia kadri unavyoweza. Lakini mwisho wa siku, huoni pesa inayolingana na juhudi zako. Na unaanza kujiuliza, tatizo liko wapi? Kwa nini watu wengine wanaunda pesa? Leo nataka tuzungumzie ukweli. Sio maneno ya kufariji, bali ukweli utakusaidia kubadilisha mwelekeo wa ufugaji wako. Kosa la kwanza ambalo wafugaji wengi hufanya ni kuanza bila mpango. Na hapo ndio wengi tuko. Unaanza tu. Tunanunua kondoo kwanza, alafu ndipo tunaanza kufikiria chakula, banda au soko. Soko hata inakuja baadaye, huwa hata tufikiri. Hii ni sawa na kujenga nyumba bila ramani. Matokeo yake ni nini? Changamoto zinaanza mapema na hazimaliziki. Kosa la pili, kununua mifugo duni. Watu wengi huvutiwa na bei ya chini. Wanaona wanapata kondoo wengi kwa pesa kidogo. Lakini hawajui kuwa wananunua matatizo. Kondoo dhaifu hukua polepole. Huugua mara kwa mara. Hawazalishi vizuri. Na mwisho wa siku wanakula pesa yako badala ya kukuletea pesa. Kosa la tatu ambalo ndilo kubwa zaidi, mfumo mbaya wa kulisha. Hapa ndipo sisi wengi wetu hupoteza faida bila kujua. Sisi wengine hutegemea nyasi pekee. Wengine hulisha bila mpangilio. Leo chakula kiko, kesho hakipo. Lakini kondoo hawahitaji bahati, wanahitaji uthabiti, wanahitaji consistency. Kondoo aliyelishwa vibaya hukua polepole. Hafikii uzito wa kuuza kwa wakati. Anakula zaidi kuliko anavyorudisha. Na hapo ndipo hasara inaanza kimya kimya, pole pole. Kosa la 4, kupuuza afya ya mifugo. Unasubiri mpaka kondoo aumwe ndipo uchukue hatua. Ndipo uite daktari. Lakini mara nyingi inakuwa tayari umechelewa. Magonjwa huja taratibu lakini hasara huja kwa ghafla. Na kosa la 5 ni kukosa soko. Wakulima wengi wanafuga vizuri lakini hawajui watamuuza nani, watamuuzia nani, watauza wapi, lini. Wanangoja mpaka kondoo akue ndipo waanze kutafuta mnunuzi. Hii huwalazimisha kuuza kwa bei ya chini sana. Na pia naweza sema unauza bila mpangilio kwa sababu unangojea saa ile uko na tatizo la pesa ndio unataka kuuza. La, panga. Na kosa la 6 ni kutoweka kumbukumbu. Ya kwanza, haujui kondoo gani anakuwa vizuri. Ni nani anazaa vizuri. Ni wapi unapoteza pesa. Bila kumbukumbu, huwezi kuboresha. Na kosa la mwisho, kukata tamaa mapema. Ufugaji si kitu cha siku moja. Watu wengi wanataka matokeo ya haraka, lakini hawako tayari kujenga mfumo wa muda mrefu. Sasa,
Swali ni hili. Ukigundua makosa haya unafanya nini? Haya ambaye nimeyasema. Hatua ya kwanza ni kubadilisha mtazamo wako. Usifuge kwa mazoea, fuga kwa mpango. Kuwa na mpangilio kabla hujaanza. Hatua ya pili, rekebisha mfumo wako wa kulisha. Hakikisha kondoo wako wanapata chakula cha kutosha, wanapata lishe bora, wanapata chakula kila siku bila kukosa. Na hatua ya tatu, weka mfumo wa afya. Usisubiri ugonjwa ikuje, zuia kabla haujatokea. Na hatua ya nne, tafuta soko mapema. Jua utaenda kuuza wapi kabla kondoo hajakomaa. Hata jua bei ni kati ya bei ngapi mpaka ngapi kabla hujaenda huko. Na mwisho, jenga mfumo, sio bahati. Kwa sababu ukweli ni huu: faida kwenye ufugaji wa dopa haitokani na idadi ya kondoo, inatokana na jinsi unavyowasimamia. Kweli kabisa. Kama unanisikiliza hadi hapa, basi una nafasi kubwa sana ya kubadilisha matokeo yako. Usiendelee kufanya makosa yale yale, alafu utegemee matokeo tofauti. Anza kurekebisha, hata kama jambo moja leo, kesho nyingine. Polepole tu, lakini kuwa na mpangilio wa kurekebisha. Hata hatua ndogo inaweza kubadilisha mwelekeo wa safari yako. Na kama unataka kujifunza mfumo kamili wa ufugaji wa dopa, hatua kwa hatua, wasiliana nasi. Asante sana kwa kunisikiliza. Tutaonana kwenye kipindi kijacho, ambapo tutaingia kwa kina zaidi kwenye mfumo wa kulisha unaoleta faida kubwa. Karibu kwenye safari ya mafanikio ya ufugaji wa dopa.